Uongozi Talks, the podcast. Naam, habari kijana mwenzangu, hali gani ambaye unatufuatilia Uongozi Talks? Karibu tena kwenye jukwaa ambalo ni darasa la uongozi, na leo limetukutanisha na mtu mashuhuri, mtu bingwa ambaye katika kuta za diplomasia tunaendelea kulienzi, kukumbuka mchango wake na jina lake kwa namna ambavyo ameweza kuhudumu na kazi njema ambavyo ameweza kuiwakilisha nchi yetu katika nyanja za kimataifa. Leo tuko na ambaye aliyewahi kuwa naibu mwakilishi wa Tanzania UNESCO, lakini pia alihudumu kama balozi nchini Uturuki kuiwakilisha Tanzania. Tunaye Mheshimiwa Profesa Elizabeth Kiondo. Karibu sana Mheshimiwa Balozi. Asante sana. Mheshimiwa Balozi, shikamoo. Marhaba. Karibu sana. Asante sana. Ndio. Mheshimiwa Balozi, kwa kijana ambaye anakutazama, ambaye leo hii amepata nafasi ya kujifunza kutoka kwako, kwetu sisi Uongozi Talk, kwanza tunakushukuru kwa kuweza kukubali mwaliko wetu, kwani hili ni darasa ambalo vijana wataenda kujifunza vitu vingi katika engo ya diplomasia kutokana na safari yako katika hii diplomasia. Kwako Mheshimiwa Balozi, safari hii ya kidiplomasia ilianzia wapi? Safari ya kidiplomasia nilitokea Chuo Kikuu cha Dar es Salaam mwaka 2008. Nikawa nimeteuliwa kuwa katibu mtendaji wa Tume ya Taifa ya UNESCO, ambayo ni taasisi ya serikali ambayo inaratibu utekelezaji wa sera na mipango ya UNESCO hapa nchini. Nikafanya kazi pale kwa kipindi cha miaka kama 6 mpaka 2014, ambapo niliteuliwa kuwa naibu mwakilishi wa kudumu wa Tanzania UNESCO. Kwa hiyo makazi yangu yakahamia kutoka Dar es Salaam Tanzania, nikaenda Paris UNESCO kwenye makao makuu ya UNESCO, ambako nilikuwa namsaidia Mheshimiwa Balozi ambaye ni mwakilishi wa kudumu wa UNESCO. Baada ya hapo nikafanya kazi kwa miaka kama 2-3, nikateuliwa kuwa balozi wa Tanzania Uturuki. Hongera sana Mheshimiwa Balozi, na kwa historia zinaonyesha kwako ulikuwa ndio balozi mkaazi wa kwanza, yani kwa asiyefahamu balozi mkaazi wa kwanza manake pia apate elimu. Ya, mimi niliteuliwa kuwa balozi Uturuki, na wakati huo tulikuwa bado hatuna ubalozi pale Uturuki. Kwa hiyo mimi najivunia kuwa balozi wa kwanza wa Tanzania nchini Uturuki. Kwa hiyo nilipofika pale, kazi kubwa ilikuwa ni kuanzisha ofisi ya ubalozi na kupata watumishi ambao nitafanya nao kazi na kuweka kila kitu sawa ili tuweze kufanya kazi yetu ya kuiwakilisha Tanzania kwa ufanisi. Kwa hiyo nilianza from zero, lakini namshukuru Mungu kwa kuwa nilikuwa na wasaidizi ambao ni mahiri na makini. Tulifanya kazi pamoja kwa kushirikiana na tukaweza tukaanzisha ofisi na tukafanya kazi kwa katika kipindi cha muda mfupi sana tukaweza kuanza kufanya kazi zetu. Hongera sana Mheshimiwa Balozi. Kwetu kwenye taasisi ama kwenye kuanzisha kitu chochote tunajua ugumu uliopo wakati ukianzisha jambo. Kutokana na uzoefu wako, kwa namna ambavyo ulihudumu tangia kipindi hicho, mimi Mheshimiwa Balozi nina swali la kwamba if you were chosen or if you served again, you started as a foreign service officer, ukiwa mpya kabisa, what could you differently? Kitu gani ambacho ungekifanya kwa tofauti Mheshimiwa Balozi? Kwa mazingira ya sasa hivi, kama wewe ni mpya kijana, umeteuliwa kuwa mwanadiplomasia mpya, umeajiriwa, nafikiri kitu cha kwanza tunatakiwa uwe na maarifa yanayostahili. Mara nyingi unakuta mtu anakuja ameajiriwa tayari ana cheti chake, labda ana diploma ya mambo ya mahusiano ya kimataifa na degree yake ya mahusiano ya kimataifa, lakini pia kuna skills za ziada ambazo mtu anatakiwa awe nazo. Sisi tunaziita soft skills. Soft skills. Unatakiwa uwe na soft skills, uweze kuwa na skills nzuri sana za kufanya presentations, za kufanya mazungumzo, za kushirikiana na watu, tunaita interpersonal skills,
professionals, uwe unajua kutafuta taarifa na maarifa na jinsi gani unaweza ukajiendeleza. Yani uwe na zile skills ambazo zinaweza zikakuwezesha kufanya kazi yako kwa ufanisi zaidi. Kwa hiyo usiseme kwamba mimi tayari na degree, lakini jitahidi kwa kadri utakavyoweza kupata yale maarifa ya ziada ambayo yatakufanya wewe uwe mshindani mzuri katika fani yako unayofanyia kazi. Na Mheshimiwa Balozi, skills inakuja na umuhimu gani hizi soft skills, hasa tukija kwenye negotiation, pale ambapo unatetea maslahi ya taifa na pande nyingine? Ni skills gani hasa ambayo huwa inatumika sana kwenye skills ambazo zinatumika? Kwanza, you have to be a critical thinker. You have to be a problem solver. Na for you to be a critical thinker na problem solver, lazima uwe una taarifa kamili ambazo zina katika ile swala ambalo unalisimamia. Lazima uwe na maarifa. Kwa hiyo uwe pia ni mtu wa utafiti. Uweze kutafiti lile swala ukalielewa vizuri zaidi, na ukaweza kutumia ubunifu wako jinsi gani ambavyo unaweza ukaongoza mazungumzo katika lile swala, kwa sababu tayari una maarifa ya kutosha, una taarifa ya kutosha. Kwa hiyo unaweza ukajua jinsi gani unaweza ukafanya ushawishi, jinsi gani ambavyo unaweza ukatafuta suluhisho kwa ubunifu zaidi. Sasa hivi kitu cha muhimu ni ubunifu. Tunaita innovative solution. Yeah. Mheshimiwa Balozi, diplomasia ni kitu ambacho kimekuwa flexible wakati najifunza darasani, lakini nimekuja kushuhudia hilo wakati pia nilivyorudi mtaani baada ya kumaliza elimu. Ukiangalia kwa mtazamo wako, tukiangalia diplomasia ya zamani na ya sasa, imebadilikaje ukifanya ulinganishi, Mheshimiwa Balozi? Ukifanya ulinganishi, of course, kwa mazingira ya wakati ule na mazingira ya wakati huu, ndio nafikiri ndio ulinganishi mzuri zaidi, kwa sababu wakati ule kulikuwa hakuna mageuzi ya kiteknolojia. Sasa hivi kuna mageuzi makubwa ya maendeleo ya teknolojia ya mawasiliano ambayo yameleta perspective mpya katika masuala ya kidiplomasia. Kwa mfano, unaona kwamba sasa hivi unaweza ukatumia mitandao ya kijamii, unaweza ukatumia internet kupata taarifa. Unaambiwa taarifa zote ziko kwenye kiganja. Kwa hiyo kuna fursa nyingi sana ambazo zipo. Kwa hiyo unachotakiwa wewe sasa hivi ni kuwa mtu ambaye tunamuita information seeker. Ni mtu ambaye uko proactive. Lazima uwe proactive kutafuta taarifa, uwe proactive kutafuta fursa ambazo zinaweza kuwezesha wewe ukaweza kupata yale maarifa ambayo yatakufanya uweze kufanya kazi yako kwa ufanisi na kwa vizuri zaidi. Tunasema kwamba katika kila profession, katika kila fani, kitu cha muhimu ni kwamba usikike na uonekane. Usikike na uonekane. Mheshimiwa Balozi, hapo kwenye kusikika na kuonekana, vijana wanatumia vizuri sana mitandao ya kijamii, na wewe ni miongoni mwa mpenzi wa mitandao ya kijamii? Mimi pia huwa naangalia sana. Napata taarifa zangu nyingi sana kwenye mitandao. Unajua maendeleo ya teknolojia ya mawasiliano yamerahisisha kila kitu. Wanakuambia information at your fingertips. Naweza nikafanya research, nikafanya tafiti nikiwa nyumbani kwangu, nimekaa kwenye laptop yangu, nikapata taarifa zote na nikaweza kufanya kitu kikubwa. Kwa mfano, huwa sometimes nakuwa invited kwa guest speaker au keynote speaker kwenye mikutano ya kimataifa. Sinabidi nifanye utafiti, nitafute taarifa mbalimbali. Taarifa zote nazipata kwenye kiganja chako teknolojia. Na naweza nikaandika paper, naweza nikafanya utafiti, naweza nikafanya vitu vingi katika. Kwa hiyo unakuta kwamba teknolojia imesaidia sana 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 katika utekelezaji wa majukumu yetu. Asante sana. Kijana mwenzangu, endelea kukaa nasi kujifunza mambo kadha wa kadha katika huu uwanda wa kidiplomasia. Tunashukuru leo Uongozi Talks tumebarikiwa kuwa na Mheshimiwa Balozi Profesa Elizabeth Kiondo, ambaye mama yetu amekubali kutupatia baraka hizi za maarifa na hekima. Mheshimiwa Balozi, watu wengi wanaona kuwa balozi ni kama cheo cha heshima tu, lakini kwa uhalisia kuwa balozi kuna maanisha nini? Kuwa balozi
ni mwakilishi wa nchi yako kwenye ile nchi ambayo umeenda kufanya kazi. Kwa hiyo kazi yako ni kubwa sana. Unawakilisha nchi, unawakilisha watu wote. Kwa mfano Tanzania tuna watu milioni 60. Kwa hiyo wewe kama balozi unawakilisha watu wote 60 million. Na unawakilisha kwenye sekta zote. Watu wengi wanafikiri mambo ya kisiasa labda, lakini ni sekta zote. Unakwenda kujenga mahusiano kati ya nchi yako na nchi nyingine katika sekta zote. Katika sekta za kilimo, sekta za elimu, sekta za mawasiliano, sekta za utamaduni, sekta za biashara na viwanda. Kwa hiyo ukiwa pale wewe uko all weather, uko kila mahali. Kwa hiyo unaangalia fursa gani, unaangalia ni kitu gani, kwa sababu uko pale kwa ajili ya maslahi ya nchi yako. Unaenda kupromote maslahi ya nchi yako. Unaenda kuhakikisha kwa pale kuna kitu gani ambacho kitakuwa kwa manufaa, kinaweza kikasaidia nchi yangu. Kwa hiyo wewe katika kazi zako unazofanya utaangalia fursa. Kama kuna fursa kwenye biashara na uwekezaji, utaangalia ni taasisi gani katika nchi ile ambazo zinaweza zikakusaidia katika kupromote biashara na uwekezaji. Unaenda unafanya unakutana nao, una negotiate, unaenda watafuta wadau hapa Tanzania, unawaunganisha, wanafanya kazi, wanakuza maslahi ya nchi. Kwa hiyo kuwa balozi sio tu kwamba unakuwa kiongozi wa kisiasa, lakini unakuwa ni kiongozi ambaye unawakilisha kwa weledi maslahi ya nchi yako katika nchi yako. Kwa maana hiyo kuwa balozi ni kiungo muhimu sana kati ya taifa na nchi ambayo imeenda kuiwakilisha. Ni kiungo muhimu sana katika sekta zote. Unatakiwa uwe very proactive katika kuangalia kuna fursa zipi ambazo nchi yangu inaweza ikanufaika nayo, ni maeneo gani ambayo naweza nikahakikisha kwamba tuna promote mahusiano katika maeneo hayo. Na kwa maana hiyo pia kazi ya kuhakikisha una promote mahusiano baina ya nchi na nchi inakuwa ni jukumu lako wewe balozi. Ndiyo. Mheshimiwa Balozi, umetaja sekta kadha wa kadha na inaonyesha sio kazi rahisi. Ni jukumu gani gumu ambalo watu hawalioni kwenye macho ya kawaida pale ambapo unakuwa balozi? Inaweza ukakuta kwa sababu kila nchi inaangalia maslahi yake. Nchi unayoiwakilisha ina maslahi yake, na ile nchi ambayo imekukaribisha ukawa pale pia ina maslahi yake. Sasa unaweza ukajikuta wewe uko mtukati, kama mgongano sasa kati ya maslahi ya nchi yako na maslahi ya nchi. National interest za huku na huku gongana pale. Sasa wewe uko mtukati, utakuta pale kwenye host country wanataka kukupressurize na wewe uweze kuipressurize serikali yako ili iweze kukubaliana na kile ambacho wao wanakitaka. Kwa hiyo unajikuta huko mtukati. Huku unasimamia maslahi ya nchi yako na huku pia kuna pressure pande mwingine ambao wanataka na wao ufanye mabadiliko, kitu ambacho ni kinyume na pengine na sera na interest zako. Sasa hapo unajikuta sasa, hapo ndio unatakiwa sasa utumie zile skills zako sasa za kidiplomasia, sasa kuona jinsi gani utaweza kubalance, kuwaelezea wale, kuwashawishi kwamba sisi misimamo yetu ni hii, wakuelewe. Na unapokuwa mbali na nyumbani, pale ambapo unapaswa sasa kufanya maamuzi kwa ajili ya nchi yako, kama ambavyo umesema kwa balozi unamwakilisha rais, lakini unawakilisha wananchi wote wa nchi yako. Sasa unapotaka kufanya maamuzi kwa maslahi ya taifa lako, hali huyo inakuwaje? Kama ambavyo unasema kunakuwa na mivutano ya hapa na pale, huwa unawezaje kumudu hali hiyo na kuhakikisha unafanya maamuzi yaliyo sahihi kwa maslahi ya taifa? Ndio maana ukiwa mwanadiplomasia lazima uwe na hekima, uwe na busara, uwe na maarifa na ujue jinsi ya kuweza kutumia sasa hayo maarifa yako, hizo skills zako ili uweze kufanya kazi na kupata matokeo unayoyatarajia katika mazingira yote ambayo yapo. Kwa hiyo katika mazingira kama hayo ambayo unajikuta kwamba unatakiwa upromote interest za nchi yako, hapo sasa ndio unabidi utumie sasa hayo maarifa yako, utumie hekima zako, utumie busara zako kuhakikisha unafanya kitu ambacho kina maslahi ya taifa lako na yale matokeo ambayo yametarajiwa. Mheshimiwa Balozi, kabla ya
ya kuingia katika hii career ya diplomasia, yuko mtu ambaye ulikuwa unamwangalia kama kioo, na maanisha role model ambaye labda alikuwa anakuvutia akakushawishi kuingia katika huu uwanda wa diplomasia? Wana diplomasia ambao ni mahiri kitaifa na kimataifa wako wengi. Nakumbuka nilipokuwa nakuwa zamani, tulikuwa tunasikia mtu anaitwa Henry Kissinger. Alikuwa ni foreign secretary wa Marekani. Alikuwa ni mtu mmoja, mwanadiplomasia mmoja ambaye alikuwa na ushawishi sana duniani. Alafu kulikuwa na mwingine alikuwa anaitwa Andrew Young, ukiangalia kwenye uwanda wa kimataifa of course. Na nakumbuka alikuwa anakuja Tanzania kumshawishi Rais Nyerere, na Nyerere alikuwa na misimamo mikali wakati huo. Kwa hiyo vitu kama hivyo tulikuwa tunaviona, tunaadmire kwamba kuna watu wanakuja kuzungumza na nini. Kwa hiyo unakuta kwamba ni kitu ambacho umekiona, lakini sikutarajia kwamba siku moja nitakuja kuwa mwanadiplomasia. Lakini kwa Tanzania kuna mwanadiplomasia ambaye alikuwa anajulikana na mahiri, Salim Ahmed Salim. Tulikuwa tunamuona tangu tukiwa tunasoma shule za msingi. Wow, what a coincidence. Tunasoma shule za sekondari, tulikuwa tunamwangalia na kumwadmire kama mwanadiplomasia mahiri sana kwa Tanzania. Kwa hiyo wanadiplomasia, hata siku hizi kuna wengi tu ambao wapo. Kwa mfano kuna Condoleezza Rice, alikuwa ni mwanadiplomasia wa kimataifa. Na ukija hapa kwetu kuna Balozi Liberata Mulamula, naye alikuwa ni mwanadiplomasia mahiri sana, ambaye ni kama role model tulikuwa tunamwangalia. Ndio ambaye nakumbuka Mama Mongela wakati huo zamani, mimi ndio nimeanza kazi, alikuwa ndo ameteuliwa kusimamia ule mkutano wa Beijing. I think it was 1985 or so, alikuwa ameteuliwa na Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo naye pia ni role model kwa watu wengi. Asante sana Mheshimiwa Balozi. Wakati unazungumza na mimi umenitajia mtu ambaye kimsingi nimekuwa nikimfuatilia wakati nikiwa chuoni, Balozi Dr. Salim Ahmed Salim, na kilichonivutia zaidi kwake nilivyofahamu aliteuliwa akiwa balozi akiwa na umri wa miaka 22. Kwa hiyo nikaona kumbe kama nchi yetu ya Tanzania iliweza kumwamini mwakilishi kuwakilisha nje ya Tanzania, manake hata sasa hivi bado vijana wana nafasi ya kuweza kujipika, kujiandaa, huenda wakaonekana kwa namna ambavyo wanaweza kutumikia taifa lao. Mheshimiwa Balozi, internship na exposure ina mchango gani kwa kijana ambaye anatamani kuingia katika huu uwanda wa diplomasia ama junior officers? Internship na exposure ni muhimu sana, kwa sababu pia hiyo internship inafanywa kimkakati. Na sasa hivi nimeona kwamba kuna fursa nyingi sana ya young diplomats all over the world. Kwa hiyo kama nilivyosema kwamba junior diplomat anatakiwa awe information seeker, ajue taarifa na maarifa atayapata wapi. Na kuna nchi nyingi zinakuwa na course, zinakuwa na program za internship na courses mbalimbali za junior, lakini unaona zimewekwa kimkakati. Na sisi pia kama tunaenda kuattend hizi programs za internship, lazima tuende kimkakati. Nikisema kimkakati ninamaanisha kwamba wale young diplomats wanatarajiwa kwamba maybe 10-20 years from now wao ndo watakuwa diplomats, watakuwa senior diplomats, watachukua position kubwa katika serikali, watafanya maamuzi. Kwa hiyo unakuta katika kienda kule unaenda ku network, unakutana na watu mbalimbali kutoka mataifa mbalimbali. Wanajua sasa hivi tume network young diplomats, lakini tunajua kwamba 20 years later au 30 years later hao watakuwa big decision makers kwenye nchi zao. Kwa hiyo watatusaidia katika maslahi, katika kuendeleza diplomasia katika nchi zetu. Kwa hiyo nakuta mara nyingi ni nzuri sana, na nawashauri vijana wengi watafute fursa, kwa sababu kama una kijana unasema kwamba uwe information seeker, uwe creative, uwe innovative, utafute fursa mbalimbali, uwe proactive. Usingoje kama umekaa hapo, mimi nakuja Mr. Hassan, kuna hii fursa, hebu nenda. Hapana. Haitokuja hiyo yakati. Haiji. Afu tujue mnanye. Hujajua jinsi gani ya kutafuta hizo taarifa. Ukizitafuta hizo taarifa, utazipata na utaweza kufanikiwa. Mimi najua vijana wengi ambao wameweza grow na wamepata hizo skills ambazo zimewafanya wame-excel katika area zao za kazi, kutokana na ile kuwa proactive, kuwa critical thinker, kuwa
information seeker, kuwa na mitandao, kuwa na network ya watu ambao unaweza ukakutana nao, na unajua mitandao inaweza ikawa ya kishikaji tu, lakini mitandao ikawa ya kiprofession ambayo inakupa fursa ya kujenga career yako na kuweza kuendelea na kuexcel. Mimi huwa nawaambia vijana kwamba kama wewe ni diplomat, anybody can be a diplomat, lakini wewe ni diplomat wa aina gani? Lazima uwe at the top of the career. Hiyo ndio kuna ma-account, unajua tuna madaktari wengi, lakini ukiangalia unamsikia Dr. Janabi, unamsikia fulani na fulani, si ndio? Wengine wako wapi? Wanakuwa kwenye obscurity, si ndio? So why don't you come up na wewe ukando? Maana huwa naasisitiza sana ile swala la uonekane na usikike. That's very important for young people. Hakikisha unaonekana na unasikika kama ambavyo Mheshimiwa Balozi anatuhimiza. Wewe kijana mwenzangu, Mheshimiwa Balozi, umezungumzia swala zuri sana la network. Kwa vijana wamekuwa wakihangaika ama wakizitafuta network, lakini wakati mwingine kijana anatafuta network na unakuta ameipata network, lakini hakai muda mrefu unakuta tayari anaonekana huyu kijana sio sahihi kuweza kujiattach naye. Unadhani ni tabia gani labda ambazo zinawafanya vijana kukosa hizo network opportunities na watu wa professional zao? Nafikiri hapo tunarudi kwenye kile kitu ambacho tumekiongelea cha soft skills. Ukiwa na soft skills, ukaweza kujenga network na ukawa consistent, utafanikiwa. The most important thing ni kwamba consistency. Sasa leo umeruka hapa, kesho hamna consistency, utakupeleka wapi? You have to be consistent. You have to make sure that you have all the soft skills ambazo zinakuwezesha kusustain ile networking ambayo umeianzisha. Na uonekane basi, kama ninavyosema tena, sasa wewe umeingia kwenye network and then you disappear. And then hamna mtu atakaye kukumbuka, si ndio? Ndio. Watu wakisema we need some young diplomats ambao wataenda watafanya hiki na hiki na hiki. Na ujue pia mipango mbalimbali. Kuna Africa Youth Strategy from the AU. Kuna taasisi mbali, kuna SADC, si ndio, ina programs za vijana, kuna AU, kuna UN. Sasa hizo ndio ile seek information. You have to be an information seeker. That's very important. Sasa hivi tunasema kwamba tunaishi kwenye ulimwengu wa taarifa na maarifa, tunaita information and knowledge societies. And tunasema kwamba information and knowledge is power. Information na knowledge ukiwa nayo ndio itakayo kupeleka mbali, ndio itakayo kupeleka huko unakotaka kwenda. Sasa kama unataka kwenda mbele and then you don't have the information, you don't know what is happening around your profession, utabaki hapo hapo. Uta excel. Sahi. Mheshimiwa Balozi, hivi a good diplomat anapaswa kuwa mpole au mkali au ni mchanganyiko wa vyote kama ilivyo maji na moto? Kuwa mpole au kuwa mkali, mtu anaweza katafsiri anavyojua kutafsiri. Kila it's a bit subjective, sio? Mwingine tafsiri anaweza kusema wewe mkali, lakini mtu mwingine akuwa ni mkali. Mwingine anasema wewe mpole, lakini mtu mwingine. Lakini nafikiri kitu cha muhimu sio kuwa mkali au kuwa mpole. Kitu cha muhimu ni kuwa possess zile skills ambazo zinatakiwa kwa wewe kufanya kazi kwa ufanisi. Kufanya kazi yako ipewe na mafanikio. Hicho ndio kitu muhimu. Mheshimiwa Balozi, nikikurejesha 2017, miaka hiyo kwenda mbele, wakati ukiwa balozi wa Tanzania nchini Uturuki, unakumbuka labda ni siku gani kwako iliweza kukumbusha ugumu wa kuiwakilisha nchi? Ilo swali liko tricky. Labda ilikufundisha uzito kwamba sawa. Yani kuna mambo mengi yanatokea. Kwa mfano unaweza ukakuta kwamba nchi ambayo inayowakilisha ina vitu vyake ambavyo inavitaka. Ndio, kwa mfano inakwambia kwamba taasisi hii msifanye nayo kazi. Unaona? Kwa sababu taasisi hii ina mambo haya ambayo sio mazuri, sisi kama nchi yetu hatuipendi. Kwa hiyo sisi hatutaki ushirikiane na taasisi hii. Lakini ile taasisi inafanya kazi nzuri kwenye nchi yako na inatambulika,
na ina matokeo chanya na inasaidia watu. Kwa hiyo unafika hapo unakuta sasa inakuwa kidogo wanakwambia hiyo achana nayo, sisi kama ni issue ni hiyo, kwa sababu inafanya kazi. Sisi pia tunaweza tukaanzisha taasisi ambayo itafanya kazi kama hiyo taasisi ambayo tunakwambia wewe uiondoe. Kwa hiyo katika mazingira kama hayo kazi inakuwa kidogo inakuwa ngumu. Mheshimiwa Balozi, ni kitu gani kimoja ambacho ungetamani new diplomats kuweza kujifunza mapema, yani huenda ikawa mapema zaidi ya wewe labda ulivyojifunza? Mi nafikiri kwa wakati huu tuangalie kwa mazingira ya sasa. Mazingira ya sasa hivi, kusema kweli, new diplomat you must have critical thinking skills. Yani hiyo ni muhimu sana, na problem solving skills. Lazima ujifunze, uhakikishe unazo. Ukishakuwa na critical thinking skills, it will be easier for you kupata taarifa, kufanya uchambuzi na kufanya hata kutoa ushauri ambao una matokeo chanya, kwa sababu umeshapata zile skills ambazo zinakufanya wewe upate taarifa zote, uzichambue na unakuwa na scenarios kwamba nikifanya decision hii matokeo yake yatakuwa hivi. Ukiwa na hizo skills kwamba hii decision ina matokeo. Unajua watu wanapenda kufanya maamuzi bila kujua haya maamuzi matokeo yake yatakuwaje. Lakini ukiwa na critical thinking skills utafanya maamuzi ya kisayansi. Utasema kwamba okay, here I have 3 options here. Naweza nikafanya maamuzi 1, 2, 3. Sasa hii hapa ya kwanza nikifanya maamuzi kutokana na hizi taarifa niza matokeo yake yatakuwaje. Unaenda beyond na unaangalia unachokitarajia kukipata. Unasema okay, nikifanya hiki matokeo yake yatakuwa hivi, nikifanya hiki matokeo yake yatakuwa hivi. Kwa hiyo katika which is the best output katika hiyo. Kwa hiyo ukiwa na skills hizo, mimi ningeshauri sana wawe nazo, ili waweze pia kuwa ni wale madiplomasia ambao wanaleta ubunifu, suluhisho za kibunifu zaidi katika kazi zao. Sawa sawa. Hakika umejibu vizuri sana. Na mimi nilikuwa najifunza wakati unaongea. Mheshimiwa Balozi, kwenye mazingira ya kimataifa ama unapoenda kuiwakilisha, miongoni mwa kitu ambacho kipo ni kukutana na culture tofauti na ile ya kwako. Maana yake unaweza kuanzia kwenye dressing, inaweza kuanzia kwenye salamu na kadhalika, na how you interact na wengine. Unatamani kama ungepata nafasi ya kuzungumza na hawa wanadiplomasia wapya, labda ni skills gani ama ni ujuzi gani ambao wanapaswa wajifunze katika kuadapt mazingira ambayo itawasaidia kimataifa? Ya kitu cha muhimu kwanza ni kujua tamaduni za nchi ambayo umeenda kufanya kazi. Ukishajua hizo tamaduni za nchi, uziheshimu tamaduni zile. Na pia nafikiri kitu cha muhimu pia na wewe pia upromote pia na wajue pia na wawe tamaduni zako. Inakuwa reciprocal, na wewe unajifunza vya kwao na wewe unajifunza na wao unawafunza. Tuna promote culture tukiwa kama wakilishi wa Tanzania. Kwa mfano nakumbuka nilishapeleka vikundi vya ngoma, ukuta kwangu wajue kwamba tuna tamaduni gani, artifacts gani tunazo na vitu mbalimbali. Kwa hiyo na wao pia wanajua utamaduni wako. Kwa hiyo na wewe unapoishi pale, pamoja na kwamba utafuata yale masharti ya kimataifa, lazima pia uheshimu sana tamaduni za watu ambao wako pale. Mheshimiwa Balozi, wanasema elimu ni bahari na haina mwisho. Hivi mpaka hapo ulipofika, Mheshimiwa Balozi, kipo kitu ambacho unatamani bado kujifunza ama unajifunza bado kwamba ni muhimu kwa kijana ambaye anakutazama kuweza kuona kumbe bado tunapaswa kuendelea kujifunza? Elimu ni endelevu. Usifikiri kwamba mimi sasa nina PhD au nimesoma kitu fulani nimefika mwisho, kwa sababu elimu si tunasema kwamba knowledge is being generated every day. Kuna new knowledge ambayo inatoka kutoka kwa watafiti mbalimbali. Kuna vitu ambavyo tulikuwa tunavijua 10 years ago, sasa tulikuwa hatuvijui 10 years ago, sasa hivi tunavijua. Na vitu tunavyovijua sasa hivi tutajua vingine zaidi ya hivi tunavyovijua sasa hivi 10 years later. Unaona? Kwa hiyo elimu ni kitu endelevu. Lazima kuwe kuna kitu tunaita education for sustainable development. Iwe sustaining na wewe ujifunze kila iitwapo leo. Usiachwe nyuma. Uwe mtu wa kuwa ahead of time. Na tunasema kwamba watu
watu ambao wako ahead of time all the time are the winners. Ndo atawin. Unakuta the first person to do this, yeye ndo anakuwa win. Mtu ameanzisha, kwa mfano wewe umeanzisha hiyo podcast, wewe unakuwa winner. Watakao kuja baadaye huko tena kila mtu anayo inakuwa tena ni kitu ambacho watu kila mtu ameshakizoea, lakini mtu ambaye anakuwa wa kwanza kujifunza na kufanya kitu always anakuwa a winner. Asante sana Mheshimiwa Balozi, na haya naweza kusema ni maua ambayo unatupatia bala kwenye huu uwanda wa kiuongozi. Kimsingi tuliangalia upande wa vijana wanataka nini, tukagundua vijana wanatamani kusikiliza hizi mada ama topics za uongozi. Naamini sisi Uongozi Talks ni washindi kama ambavyo umetabiria. Mheshimiwa Balozi, amen. Wakati tukiwa tunamalizia, labda ni advice gani, ni ushauri gani ambao ungeweza kumpatia kijana, lakini ushauri huo labda na wewe ulipatiwa na mtu katika kada ya diplomasia, ambao kijana inapaswa aweze kujifunza huo ushauri kutoka kwako, aidha wakati na wewe unapatiwa uliweza kukusaidia sana kusustain vizuri katika hiyo kada ya diplomasia? Ushauri ambao mimi nilipatiwa, na nashukuru sana kwamba nilipatiwa ushauri. Niliambiwa kwamba the sky is the limit. The sky is the limit. Uende tu. Break all the barriers. Usiangalie kwamba hapa pana kizingiti hiki, pana kizingiti hiki. Unaenda una fly higher and higher and higher. Katika profession yako, just fly higher. Ukikutana na vizingiti mbalimbali, jifunze. Ukiwa na hizo skills ambazo tunasema soft skill, utavunja barriers zote ambazo, vizingiti vyote ambavyo viko on the way, ili uweze kufika kule ambako unatakiwa kufika. Kwa hiyo hata vijana wa sasa hivi wasiseme kwamba mimi sasa hapa nimefika ndiko comfortable. No, endelea mpaka ufike juu zaidi na juu zaidi. Fly high. Usiridhike na usitoshike. Usiridhike na usitoshike na ulicho nacho. Nje ya diplomasia, Mheshimiwa Balozi, unapenda michezo? Nakumbuka zamani nilikuwa mimi shabiki wa mpira. Lakini as I grow old naona ushabiki unapungua. Kwa hiyo wewe ulikuwa na timu. Nilikuwa shabiki wa Simba. Ndogo nafikiri nilikuwa nafuata mkumbo. Lakini siku hizo ukiniuliza mambo ya mipira kidogo lose kidogo. Asante sana Mheshimiwa Balozi, tumezungumzia sana kwenye kada ya diplomasia, lakini tunachoshukuru tuko na vijana mbalimbali ambao wako katika kada tofauti nje ya diplomasia, lakini pia tuko na vijana ambao wako mtaani wanatamani kujifunza. Natamani sasa leo na wewe uweze kutuachia ushauri ambao huenda ushauri huu haukuwahi kuutoa mahali popote, lakini tupo kwenye chumba cha vijana ambao wanaona giza, hawaoni mwangaza. Wako vijana ambao wako na skills, wako na ideas, lakini pia wako vijana ambao wanahisi kama wamechelewa kuanza, wanahisi huenda wanachokifanya sio sahihi. Ni ushauri gani Mheshimiwa Balozi ambao utampatia kijana huyu ili aweze kuondoka nao leo hii na kuweza kufanyia kazi kuanzia sasa? Mimi nawaambia vijana kwamba go out there. Kutana na watu. Kwa mfano kama sasa hivi kuna wizara imeundwa ya vijana. Tafuta ujue ni kitu gani hasa mimi naweza nikanufaika na hizi fursa ambazo zinatolewa na nchi yetu. Siko fursa nyingi, lakini vijana wengi wanasema hatujui hiki. Mimi narudi tena kuomba, sasa hivi tuko kwenye information and knowledge society. Na mtu mwenye information na mtu mwenye knowledge ndio anakuwa winner, anakuwa powerful. Tunasema information mimi kusema kweli, utazunguka kote lakini utarudi hapo. Kuwa information seeker, tafuta fursa, na ukizipata hizo fursa zifanyie kazi katika mazingira yako ambayo upo, ili uweze kusogea kwenda mbele. Lakini ukikaa ukisema kwamba fursa hamna, maisha magumu, hiki, ukilalamika, nobody will come to you. It's up to you. Ni wewe mwenyewe uchukue initiative. Asante sana Mheshimiwa Balozi. Nawe kijana mwenzangu ambaye umekuwa ukitufuatilia kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa safari yetu, na mimi nahodha wako Hassan Saif, naweza kusema kwa sasa
tunaweka kituo, lakini hiki sio kituo cha mwisho, bali tunapumzika kwa leo kwa ajili ya kukupa nafasi ya kujifunza katika yale mengi ambayo tunakuletea kama darasa la uongozi. Endelea kutufollow kwenye mitandao yetu ya kijamii Uongozi Talks, lakini usiache kusubscribe. Hiyo ni love kubwa sana ambayo utaweza kutuachia sisi vijana wenzako ambao tumeamua kukuletea maarifa haya. Mheshimiwa Balozi, tunakushukuru sana sana siku ya leo kwa kuweza kuwa nasi. Asante sana Mheshimiwa Balozi, Mwenyezi Mungu akubariki sana. Asante sana. Nawe ambaye umekuwa ukitufuatilia tangu awali, asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Bye bye until next time.